Ameenda kuwa goalkeeper wa pili ambaye amepata tuzo ya man of the match. Ameenda kuwa goalkeeper mwingine ambaye ameongeza ushindani mkubwa sana katika michuano AFCON. Goalkeeper mwingine ambaye thamani yake inazidi kuongezeka, na hapa ndiko ambako yanakuja maswali ya baadhi ya wadau wengi wa soka kwamba kuna kazi kubwa sana ya mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania Young Africans ambao nao jana walikuwa na mchezo dhidi ya KVZ na kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Pedro Goncalves akitia full mkoko. Sasa wanaanza kuulizwa maswali viongozi wa Young Africans. Huyu bwana kabakiza contract ya mwaka mmoja, vipi? Mnapaswa muongeze dao kwa sababu thamani yake inazidi kuongezeka. Namzungumzia Djigui Diarra, takwimu zake tunazo hapa. Mimi pamoja na Hassan Saddam ndiye ambaye atakuletea takwimu zake, lakini pia vipi kuhusiana na ubora wake? Je, kuna baadhi ya vilabu ambavyo tayari vimeshaanza kumtolea macho kutokana na ubora mkubwa ambao aliuonyesha kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Akatema penalty 2 wakati akiwa amefanya saves za kutosha katika dakika zaidi ya dakika 90 ambazo alizicheza goalkeeper huyo. Karibu bwana ndani ya Data Sports. Mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli weekend hii, timu ya taifa ya Tanzania ikiondolewa. Mambo ni mengi kweli kweli, lakini kubwa zaidi bwana, mimi naomba nitumie wakati huu kukumbusha kuhusiana na mabingwa wa kusafirisha bidhaa safi kutokea China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Nazungumzia Jaba Air Solution. Hawa wanaendelea kukukumbusha bwana, kama una biashara yoyote ambayo unataka kuianzisha na mizigo ipo China, basi usiwe na shaka ya aina yoyote, kwa sababu wao wako tayari kuweza kuituma mizigo yako kutokea China mpaka Tanzania just 3 days only. Mzigo unakuwa umeshafika hapa tena ukiwa salama kabisa kama ambavyo uliuagiza. Wasiliana na Jaba Air Solution ili uweze kuagiza mizigo yako kutokea China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Sasa Saddam, umesema kwamba weekend hii ilikuwa na mambo mengi. Uliposema hiyo kauli umenikumbusha saizi page ya Instagram ya ukurasa wa CAF rasmi unaotumika kuposta matokeo ya CAF. Wa Tanzania saizi wameuvamia kwa hali ya juu. Kwa nini? Wanajibu comments zimekuwa nyingi kwamba wakilalamikia maamuzi yaliyofanywa na mwamuzi kwenye mchezo wa jana dhidi ya Morocco. What if mimi nikisema hili haikuwa penalty halali? What if nikisema hivyo? Naweza nikawa na reason zangu za kiufundi. Tunakubaliana. Kila mtu anaweza kuna anayekubali kwamba ni penalty. Yaani tumeangukia kwa maamuzi kiasi kwamba tumesawadi ubora wa timu yetu ulikuwaje uwanjani. Wote tumelalia upande. Ndio maana hata Gamondi alipoenda kwenye press conference amezungumza kuhusiana na maamuzi, then akaelezea kiufundi kwamba timu yake imecheza vizuri, commitment ilikuwa kubwa, amempa nani kubwa, that's all. Lakini unaweza kusema mwamuzi tangu mchezo unaanza kuna namna, kuna viashiria vingi alikuwa anatumia. Ukiachana na penalty, tuachane na penalty. Asante Saddam, this is African Soccer na hapa tupo kwa ajili ya Djigui Diarra. Tuanzie hapo. Djigui Diarra, tupe takwimu zake katika michuano ya AFCON mpaka sasa hivi tunavyozungumza, lakini pia kwenye game dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia ilikuwaje? Watazamaji wa Data Sports wanatamani kufahamu hilo, lakini pia wengine wameshaanza kutuuliza bwana sikute goalkeeper wetu anaweza kaondoka muda wote, maana kwa alichokifanya kwenye game dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia kuna vigogo tayari wameshaanza kuwekeza fedha za kutosha hapo. Lolote ubora wa goalkeeper unapanda kila anavyoendelea kucheza, kwa sababu ameanza akiwa na Yanga, tumemwona kwenye ligi kuu, ameenda kimataifa, umemwona amesaidia Yanga mpaka finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumemwona club bingwa anafanya saves dhidi ya JS Kabylie, kwa hiyo unamwona ni goalkeeper, consistency yake inaanza mchezo baada ya mchezo. Sawa. Kwenye tuanze na takwimu kwanza. Kwenye group stage tulishazungumza, lakini tunaendelea kuirudia. Group stage alifanya saves 11 ambayo ilikuwa ni mechi 3 zile za awali. Hatua ya makundi alifanya wakumbushe watu Mali hajashinda mechi yoyote. Hajashinda mechi yoyote. Leo tunavyozungumza. Ila yupo mpaka hatua ya robo finali. Ameondoka na sare. Kizuri chobeba amepata sare michezo yote mitatu na akaibuka na alama 3. Alifungwa goli 2 kwa upande wa, aliconcede goli 2 tu upande wa makundi tu, ambao alifanya saves zile za maana, saves 11 katika mechi 3. Kwa unamuona ni golikipa wa aina gani? Hapo ni upande wa makundi. Tukizungumzia sasa robo finali 16 bora yenyewe sasa ambayo ilikuwa ni dhidi ya Tunisia. Alifanya saves 3 za maana katika dakika 90. Kumbuka ule mchezo ziliongezwa na dakika 30 nyingine. Kwa jumla leo ukimtazama yeye amecheza dakika 390 katika AFCON nzima mpaka sasa. Ukisema clearance, alifanya clearance yote, clearance ya mipira ya juu yote ile kwa 100%. Hamna mpira wa juu ambao ulimshinda, unaweza kusema hivyo. Touches zake katika huo mchezo alifanya touches 43. Kizuri alichokifanya kikubwa zaidi ambacho kinaendelea kuongelewa mpaka sasa ni saves zake 2 za penalty alizozifanya. Ukiachana moja jamaa alipaisha, lakini ya pili kabisa alipanchi mwenyewe kwa mikono yake. Kwa hizo ndio linamfanya kwamba mpaka saizi Mali unaweza kusema wakiwa wanaendelea kujimwamba vizuri katika hatua inayofuata waliosogea kwenye michuano hii ya AFCON ni uwezo aliouonesha goalkeeper ambaye ni Djigui Diarra wa Yanga kuna timu ya taifa ya Mali. Unaposema maswali, je, wataweza kumbakiza wakati amebakiza contract ya mwaka mmoja? Ni ngumu sana, inawezekana ni ngumu. Hapo inahitajika nguvu ya fedha zaidi na ushawishi, na ni club gani itakuja kumhitaji kwa wakati, kwa sababu tayari dunia unaweza kusema
kusema dunia nzima inamtazama kwa sasa. Inamtazama Djigui Diarra. Yes, inamtazama pale. Soka zima la Afrika, wababe wa Afrika wote wapo, Al Ahly wanamtazama, labda Pyramids nini tunaweza kusema labda tunazungumzia Afrika nzima inamtazama au dunia inamtazama. Mimi naweza nikasema dunia inatazamwa na AFCON inatazamwa na dunia nzima. Unaweza kusema dunia nzima kwa sababu hata rais mwenyewe wa mpira wa FIFA alikuwepo pale uwanjani. Yes, amekuwepo kwenye michuano yote, unaweza kumuona, unamtazama mechi nyingi, anahudhuria uwanjani. Kwa hiyo unaweza kusema anatazamwa na dunia nzima, na scouting, kumbuka sasa hizi wale watu wanaofanya scouting za wachezaji wako pale muda mrefu, sasa hizi wanaangalia kufuatilia kipaji gani tukipeleke nje, timu mchezaji gani asajiliwe. Kwa hiyo unaona Yanga watakachohitajika zaidi pale ni nguvu ya pesa na ushawishi wake, lakini kinachobaki sasa baada ya pesa na ushawishi inabaki mchezaji mwenyewe binafsi. Je, atataka kuondoka Yanga? Na akiondoka lazima awe na faida. Unajua mna mchezaji anayeondoka pasina nini? Pasina faida. Akiona ndio sasa inabidi na mimi niende nje ya Tanzania au niendelee kusaidia. Sasa hapo kwenye kwenda nje ya Tanzania. Ndio. Young Africans wameshajiandaa. Ndio tunarudi, tushazungumza wamejiandaa vipi baada ya Diarra kufanyaje kuondoka, lakini unaweza kukwambia wanamtwali Bomsheri, je, ana kiwango sawa au anafikia robo ya Diarra alionayo kwa ubora wake tunaendelea kuuona kwa sasa? Hapo ndo panabaki maswali. Tulio kuzungumza vizuri tukabisa tukasema vilabu vyetu hivi viwili vya Simba na Yanga huwa haviishi kesho, vinaishi leo. Tukimaliza ya kesho atajulikana kesho, lakini cha msingi kwanza sisi tuiangalie nini? Tuiangalie leo. Hichi ndo ambacho tunakiona leo hii. Unaona tukao tunazungumza Yanga, tumeshazungumza vizuri tu tukasema Khalid Aucho ameondoka Yanga, wamestruggle kumtafuta mbadala wake. Kwa hiyo ina maana kama wangelijiandaa kabla ya yeye kuondoka leo asingekuwa anateseka. Leo sasa unamwona amemleta Musa Balakonte, haja click vizuri kwenye mfumo tangu walimu wawili wawepo pale. Unamzungumzia Romain Folz, baadaye akamshika timu. Pedro naye ameona hajamtumia vizuri kama umeona, hamna hata mapinduzi. Hatimaye wameenda kumtafuta Damaro Kamara. Yes, kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga wao hawakuishi je baada ya yeye kuondoka. Yaani maisha baada ya Khalid Aucho yalikuwa hayajaandaliwa ndio. Kwa hiyo je akiondoka nani angefaa kuchukua nini kijiti pale? Kwa hiyo ndio tunarudi upande wa Yanga. Goalkeeper huyu hapa ni mzuri, statistics zake ni nzuri, zinambeba, saves 11 kwenye mechi 3 alizozifanya. Akiwa analinganisha walau aliyefanya saves nyingi ni El Shanawi wa Misri ambaye amefanya saves 17 hatua ya makundi. Kwa sasa ni yeye bado ni robo finali, na nafikiri nayo baadaye tutakuja tutatoa data zima zote tutakuja tufanyeje tuzitoe upande wa nini wa robo finali ilikuwa kwaje. Tutamwangalia hata goalkeeper wetu wa Taifa Stars Hussein Masalanga naye kuna saves amezifanya hata walau. Kwa hiyo ina maana bado ni mapema. Yanga wanatakiwa sasa waanze kutafuta mbadala wa Diarra, kwa sababu sio, unajua maisha ya mpira, japokuwa goalkeeper naona goalkeeper wana umri mrefu kwenye swala zima la kukaa golini. Uwezo kumtabiria kwamba goalkeeper akifikisha miaka kadhaa anaweza katoka kwenye mchezo kama wachezaji. Tunamwona Elisha nawe ni mkubwa lakini bado anaendelea kufanyaje kudaka. Mzungumzie tu Onyango goalkeeper wa Uganda the Cranes ambaye amecheza juzi miaka 40. Yes, miaka 40 bado yupo. Kwa hiyo unaona swala la umri kwa upande wa goalkeeper siuweki kama sababu sana. Na unamwona Djigui Diarra pale Young Africans. Ndio. Mtu inanikumbusha sababu ya kwa nini mpaka leo Emmanuel Nyua bado anadaka katika klabu ya Bayern Munich. Kwa nini mpaka leo goalkeeper kama El Shanawi ni muda sana toka akae kwenye lango la Al Ahly, lakini bado anaendelea kuaminiwa kuwa goalkeeper namba 1 kwenye dunia sasa hivi. Ndio. Goalkeeper bora akiwa katika lango huwa inasaidia sana kuongeza confidence. Ndio. Katika timu. Sio, unanielewa vizuri? Yaani mkiwa na goalkeeper ambaye ni bora langoni huwa inasaidia kuongeza confidence katika timu, hasa katika safu ya ulinzi ya timu. Kwa nini? Kwa sababu Emmanuel Nyua aliwahi kusema ya kwamba a goalkeeper is the first attacker and the last defender. Kwa maana ya goalkeeper ndio mshambuliaji wa kwanza lakini pia ndio mlinzi wa mwisho. Kwa maana ya wakati timu inaanza kujenga mashambulizi kwenye soka la kisasa hivi duniani, unahitaji kuwa na goalkeeper mzuri ambaye anaweza pia kuanzisha mashambulizi. Muangalie David Raya pale Arsenal, muangalie Sanchez pale Chelsea, muangalie Thiago Courtois pale Real Madrid, enjoy kwa Emmanuel Nyua, kwamba kuna muda unahitaji footwork yake nzuri kwa maana ya uwezo wa kupiga mipira mirefu ambayo inaweza ikawafikia wachezaji walioko mbele. Sio, unanielewa vizuri? Kuna goli moja Diarra aliwahi kuwa chanzo. Nakumbuka kwa ni game game dhidi ya Simba nadhani. Yaani yeye ndo alianzisha move ya goli ikawafikia wachezaji wa mbele, then Mayele akaenda kufunga. Kwa hiyo unahitaji goalkeeper ambaye wakati timu inaanza kujenga mashambulizi anaweza pia kuwa mchezaji mzuri, anaweza kuanzisha
mashambulizi. Lakini New aliongezea akisema ya kwamba the last defender, a good goalkeeper is the first attacker and the last defender. Kwa nini alisema last defender? Kwa sababu kuna baadhi ya moments ambazo hata defenders wanaweza wasizizuie zile moments. Ila ukiwa na goalkeeper mzuri anaweza akazizuia hizo moments na kuifanya timu kuwa safe. Ndio maana hata Mourinho aliposema ya kwamba a good goalkeeper is with 15 points in a season, kipindi anamchukua Peter Cech Chelsea inachukua ubingwa, ni kwa sababu alipozihesabu points ambazo Chelsea zilimpa ubingwa, aligundua kuna points 15 ambazo singekuwa uwezo wa goalkeeper wao ambaye ni Peter Cech, kwa maana ya kufanya saves nzuri na kuzuia zile moments ambazo timu ilikuwa inaenda kupoteza mchezo au kutoa draw. Sio, naelewa vizuri. Ndio maana Chelsea kwenye pointi alizozipata 15 Mourinho alizigundua ni pointi ambazo Peter Cech ndo alizisababisha. Kwa hata ukija kwa Young Africans msimu huu tunavyozungumza, pengine mechi yao dhidi ya Mbeya City wangepoteza ile mechi kwa moment ile ya mwisho ambayo Diarra alifanya save. Sasa ninachokizungumzia ndo moments kama hizo, kwamba unahitaji kuwa na goalkeeper mzuri. Kwa nini? Kwa sababu atakuanzishia vizuri mashambulizi, lakini kingine anaweza akawa defender wa mwisho mzuri wakati ambao safu yake ya ulinzi haina tena uwezo kuzuia moments ambazo wengine wanaziona zinaenda kuhesabika kuwa kama magoli. Kwa hiyo ukiachana na masuala mengine sio ya kusave penalty, lakini vitu viwili vya msingi kwenye football ya sasa hivi ni hivyo vitu viwili kwamba ni mshambuliaji mzuri kwa maana anaweza kaanzisha vizuri mashambulizi, lakini pia ni mzuri katika kuzuia mashambulizi kwa maana anaweza akawa good last defender. Tunaelewa vizuri. So kwa Young Africans wanaye Djigui Diarra, no doubt that, yani ni best goalkeeper, na usishangae wakaendelea kumuongezea contract kwa maana ya kuendelea kufanyaje, kumbakiza, kwa sababu pia kwenye football ya sasa hivi ili ufanikiwe, ili uchukue ubingwa, niliwahi kuzungumza, ili uchukue ubingwa kwenye tournament ambayo unashiriki, sio kushiriki kwa sababu unataka kuleta ushindani, no. Kama umeingia kwa sababu target yako sasa hivi ni kuchukua ubingwa, lazima uwe na goalkeeper bora katika milingoti yako. Kwa hizo reason mbili nilizokupa, kwa maana ya mashambulizi lakini pia kuwa mzuiaji wa mwisho. So issue ambayo tunaweza tukajiuliza hapa mimi na wewe ni tayari kuna maisha ambayo yameshaandaliwa baada ya Djigui Diarra kuondoka. Unapoona pale Al Ahly kuna yule goalkeeper namba 2, na pia nimemwona ni goalkeeper namba 2 timu ya taifa ya Misri. Sio, naelewa vizuri. Na akiingia golini anafanya vizuri kweli kweli kama ambavyo anafanya El Shanawi. Though El Shanawi ni best mbele yake, ila akiwepo golini bado anakupa kile ambacho hata kama ile ni nusu yake anakuridhisha kabisa, kwamba huoni pengo la El Shanawi ambaye yeye yuko bench. Kuna muda El Shanawi aliumia, nakumbuka kama mwezi mmoja. Yule goalkeeper ndo alistand pale na bado Al Ahly ilikuwa inafanya vizuri. Kwa hiyo ukiangalia Al Ahly tayari wameshaandaa maisha yao baada ya El Shanawi kuondoka katika bale atakapoondoka yeye. Uliposema kuandaa, unaona leo Taifa Stars tunateseka kwa sababu tulikuwa na goalkeeper nambari 1 ambaye ni Aishi Salum Manula. Baada ya Manula ku step down, baada ya matatizo yaliyotokea, akapata majeruhi, akafungwa goli 5 akiwa golini, mechi akapotea kwenye mchezo. Sasa hizi ndo anaanza kurudi. Taifa Stars tunaanza kuteseka, tunamweka nani ndo tunaanza kufanya betting. Walikuwepo Ali Salim, sasa hizi ameondoshwa kabisa, hatumuoni tena. Tumemwona Hussein Masalanga, Foba, tulikuwa tunamtegemea Yakubu Suleiman. Unaona tayari ndani ya season moja tayari tuna magolikipa hao wanne ndani ya Taifa Stars. Changamoto ya kwenye timu ya taifa ndio kwenye eneo la goalkeeping ndio utaipeleka kwenye mfumo wa uendeshaji wa ligi ambao tuko nayo. Ndio sio unanielewa, nishaye kukwambia hii. Yani mimi huwa narudia hivi, kama tunataka kujenga timu ya taifa bora, ndio tuache kwa tunakutana na hizi changamoto siji za waamuzi sio na nini. Hakikisha kwenye ligi yako umetengeneza mfumo ambao utakusaidia kutengeneza timu ya taifa bora. Ngoja niwape mfano mzuri. Morocco, wachezaji wa kigeni wanaohitajika ni 5 tu kwenye klabu yako. Wanatakiwa kuanza wasizidi wachezaji 3 kwenye kikosi chako. Do what you want, lakini goalkeeper kwenye vilabu vyote vya nchini Morocco anayeanza golini lazima awe ni goalkeeper wa raia wa Morocco. Sio, unanielewa vizuri? Nakuelewa vizuri. Yaani wachezaji wa kigeni ni 5 ila wanaoanza watakiwa kuzidi 3. Kuna muda wanawekwa hadi 2, limitation. Sio, unanielewa? Maana yake Morocco wamevitengenezea mazingira hivi vilabu vya kuamua sasa kuamini wachezaji wa kigeni hawawezi kuwapa wanachokihitaji. Kwa nini? Kwa sababu idadi yao ni ndogo. Sio idadi yao kuwa ndogo tu, bado hata kwenye first 11 hawaanzi moja kwa moja. Maana yake ni nini?
wekezeni kwenye vijana wa hapa nchini Morocco. Tengenezeni academy, zalisheni vipaji, ndio hivyo mvitumie kwenye vilabu vyenu. That's why Morocco kachukua World Cup under 20. Morocco huyu hapa kafika nusu finali World Cup ndio. Morocco huyu tayari kasha qualify tena kwenda World Cup. Morocco huyu tunomzungumza ndio huyu ambaye AFCON tunamuona kama timu ambayo inapewa asilimia kubwa za kuchukua michuano ya AFCON. Morocco huyu kashatoka kuchukua CHAN. Kumbuka CHAN ni michuano ambayo inashirikisha timu za ndani tu, wachezaji wa ndani tu. Sio, unanielewa vizuri? Ndio hicho ambacho wanakifanya. Yaani wao wamewekeza kwa wachezaji wao wa ndani. Sasa leo kwenye taifa letu la Tanzania, ligi yetu, mnaambia sajilini wachezaji 12 wa kigeni. Alafu hamna sheria inakwambia anza na mchezaji gani. Tafuta klabu yoyote kubwa Tanzania, magolikipa wanaoanza wengi ni wa kigeni. Singida Black Stars, Obasogi, Young Africans Djigui Diarra, Simba Sports Club Musa Kamara Ping kaumia. That's why ndo maana acheze. Yaani sio kwamba acheze ni issue za acheze kwa sababu kaumia. Kwa hiyo akipona atarudi nambari 1 kuendelea. Yeye ndo moja kwa moja anaanza. Azam kwa sasa hivi wamebadilika. Wanamtumia sana Foba na Manula. Ila alipofika Ibenge akawaambia anamhitaji Mustafa Fofana ambaye ametoka klabu ya Al Hilal alikuwa anafundisha Ibenge. Sasa hebu angalia, hivi ndio vilabu vikubwa ambavyo sisi tunavitazama ili kuweza kutupa golikipa. Ndio hivi wachezaji wengi wanaocheza timu ya taifa. Ndio hivi ambavyo vinaamini katika magolikipa wa kigeni. Huyo golikipa ambaye unamhitaji acheze kwenye timu ya taifa unamtoa wapi? Ila ukigusa hizo engo kuna watu hawezi kukuelewa. Kwa hiyo leo hii tumeingia kwenye waamuzi it's okay. Yaani kwenye issue za coaching wanakuambia hivi, kocha wote anayofundisha wachezaji huwa anawaambia eti mwamuzi ni part of our game. Mwamuzi yuko pale, yuko kwenye kazi yake na sisi tunafanya kazi yetu. Nyie katimizeni majukumu yenu uwanjani. Sio naelewa vizuri? Kwa hiyo leo lazima tujue kwamba pia kutengeneza timu ya taifa bora inaanzia na kutokana na mfumo wa ligi kuu ambao tuko nao. Ili tukiwa na timu nzuri hatutokutana sana na hizi changamoto. Leo Slot Liverpool anakwambia moja ya kitu ambacho kimewafanya Liverpool wakose matokeo kwenye mechi nyingi za ligi kuu sasa hivi. Sasa hivi amedraw game 2 mfululizo. Ndio hata alidraw kwa 2. Ilikuwa ni kutokana pia na kutokuwa na matumizi mazuri ya set pieces ambazo wanazipata, kitu ambacho wanaona Arsenal wanazitumia vizuri, hata Manchester City the same, kwa Chelsea, Aston Villa the same. Yeye anaona ni kama kitu ambacho wao hawakitumii vizuri. Set pieces 13 zimewanyima magoli klabu ya Liverpool. Kwa hiyo kocha alikuwa analamkia pia issue za referee, lakini bado anaeleza kwamba kuna baadhi ya incident ambazo nasi pia zinatunyima ushindi. Kwa hiyo hata kwenye timu yetu ya Tanzania bado tuna struggle kwenye eneo la goalkeeping kwa sababu ya mfumo wa ligi ambao tuko nao. Ndio. Yani vilabu ambavyo tunavitazama kwa asilimia kubwa sana vitupe goalkeeper bora. Hivyo ndio vinatumia goalkeeper wengi wa kigeni ndio hao ambao tunayatumikia mataifa. Unaona, na tunawasifia kwa hali, tunawasifia kwa vizuri kwa sababu unamwona leo tunamsifia Diarra amefanya kazi kubwa ya Mali, ndio golikipa wa Yanga. Light huyu tunayemsifia Diarra angelikuwa ni golikipa wa Yanga lakini ni Mtanzania. Leo Tanzania nzima nafikiri ingelikuwa inajivunia kiwango chake bora. Tunarudi umesema swala zima la Watanzania wengi wanamlalamikia mwamuzi. Kuna maamuzi, mimi naona mchezaji kwanza tekeleza majukumu yako, alafu swala la mwamuzi lije baadaye. Kuna muda unaona Taifa Stars wakati wanacheza jana, unaona badala watekeleze majukumu yao kwanza wanaanza kunyoosha vidole wakiashiria labda kuna chochote kimefanyaje kimetokea. Alafu mwamuzi kafunika zake kipenga ameendelea na kazi. Kwa hiyo mnabaki tena kumlalamikia mwamuzi. So ukigusa huko Tanzania wanaweza wasikuelewe, lakini tuwapongeze jana timu ya taifa zote. Tunamzungumzia Djigui Diarra lakini tumefika kutokana na issue za goalkeeping namna wamejiandaa. Leo ukiangalia mtoto wa magolikipa leo pia hatuna mshambuliaji namba 9 pase anaanza kwenye timu. Anaanza Samata, anaanza Selemani Mwalimu. Kuna muda anaanza yule bwana mdogo Kevin John. Yaani bado hatujapata hata namba 9 halisi anayeanza kwenye timu ni nani. Leo ukienda Morocco atakwambia wana Elikabi pale yuko mbele. Ukienda taifa lingine pia watakwambia wana mchezaji. Yaani taifa tayari lishajua namba 9 wao ni nani. Ni nani. So mfumo wetu wa ligi ndio ambao unapelekea sisi kutokuwa pia na timu ya taifa bora. Yes, TFF wanaweza kaanzisha academy wakafanya nini na nini. Lakini at the end of the day leo vilabu vyetu vinaamini zaidi kwa wachezaji wa kigeni kuliko wa ndani. Yaani national team ni uwekezaji. Aliwahi kunizungumza legend Amri Kiemba. Niwahi kumsikiza kaniambia hivi, national team ni project inatengenezwa. Haitengenezwi leo jana wala. Mwangalie Kameruni alipotea hapa katikati. Si huyu hapa amerudi Kameruni. Si unanielewa vizuri? Si huyu hapa Kameruni.
uwekezaji. Yani mnawekeza kwenye ligi, mnazalisha vipaji vingi ligi kuu, ndio hivyo mnakuja kuvitumia kwenye timu ya taifa. Morocco ametufunga kwenye chani kwa kutumia wachezaji wa ndani tu. Leo unavyozungumza hapa Mohamed Rabi Irmati, bonge moja la midfielder, anacheza kikosi cha pili cha timu ya taifa ya Morocco. Yani timu ya taifa ya Morocco ya kwanza hana nafasi Rabi Irmati. Osama Lamlawi ambaye tunamwona ni best forward, amefanya vizuri kwenye michuano ya shirikisho kuwa mfungaji bora. Leo tunavyozungumza hivi hana namba ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Wapo wengine wazuri kama hao, hawana namba. Bwana, nakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Mimi ni Francis Renatus, mwenzangu alikuwa ni Hassan Saddam. Kubwa zaidi tulikuwa tunamzungumzia Djigui Diarra, tukajikuta tumekwea pipa, tumeenda mbali sana mpaka kuizungumzia timu yetu ya taifa ya Tanzania. Nyuma ya kamera so mwingine ni mkali wa hizi kazi, anaitwa Mr. Paco. Nadhani tena mpaka wakati mwingine, bye bye.